Na hizi ni dokezo za michezo kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Bana, katika taarifa ya kusisimua ambayo imeshika hatamu sana katika masuala ya kimichezo hii leo ni pamoja na tukio la kushangaza na la kusikitisha ambalo imetokea nchini Uturuki wakati wa mechi ya timu moja kule nchini Uturuki inaitwa Metel. Kati ya mechi hizo, na katika mchezo huo ambapo imeshuhudiwa baada ya baskeli ya mtoto kurushwa uwanjani na kumpiga mwamuzi msaidizi kichwani. Yaani wakati mechi inaendelea, wakaona kwamba mpira ama namna ya uchezeshaji wako vizuri. Wakati huo huo mwamuzi wa pembeni hafanyi majukumu yake ipasavyo. Wakachukua kile kibaskeli kidogo cha mtoto, wakamrushia na kumfikia kichwani mwamuzi huyo ambaye inasemekana kwamba alipata changamoto baada ya kurukiwa ama kurushiwa hiyo baiskeli ndogo ya mtoto ama ya watoto ile ambao wanakuwa mahususi kuendesha. Ghasia hizo zimetokea kufuatia uamuzi wa mwamuzi msaidizi kukataa bao kwa madai ya mchezaji kuwa alikuwa ameotea, yani offside. Tunakumbuka vizuri changamoto hizo ziko sana. Lakini uamuzi huo uliwakera mno baadhi ya mashabiki ambao walianza kurusha vitu mbalimbali uwanjani kama ishara ya kupinga maamuzi hayo, ikiwemo baiskeli hiyo ambayo nimekusogezea kukujuza hilo. Lakini katika vurugu hizo, baiskeli ndogo ya mtoto iliyorushwa na kumgonga mwamuzi msaidizi Hakan Baskot kichwani. Taarifa zinaeleza kuwa alipata jeraha katika eneo la nyuso na kupoteza fahamu kwa muda mfupi kabla ya kupatiwa huduma ya kwanza. Kwa sababu ilikuwa ni kitu ambacho kilimshtukiza, alipata changamoto ambayo ilimfanya yeye mwenyewe apoteze fahamu na kuzimia hapo hapo. Tukio hilo limeibua mjadala mzito, hasa kuhusiana na maamuzi ya waamuzi, lakini nidhamu ya mashabiki kwa waamuzi, lakini ngazi za chini pia zimeonekana kukarahishwa na kile ambacho kimetokea hasa nchini Uturuki. Wadau wa soka wameonya kwa matukio hayo kuwa si ya kiungwana, hasa kwenye mchezo wa mpira ambao una lengo la kuburudisha, lakini kuleta pamoja watu kujuana, kufahamiana na connection hasa kwenye maisha ya kila siku. Yapo mengi ya kimichezo, hicho kilichotokea Uturuki bana ni hicho. Kwa hapa Tanzania nadhani ni maamuzi gani ambaye shawahi kufanya maamuzi magumu kwenye mechi ambayo pengine uliona kwamba timu yako ama chama lako lingefanya vizuri? Hebu tiririka kwenye comment hapo. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube chaneli yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.